Hawapumziki, hawana muda wa kupoteza. Mara baada ya kumalizana na TRA Arusha, kesho wana kazi dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar, timu nyingine inayocheza mpira mzuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara ni Young Africans ambao bado wanaendelea kuongoza kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kocha wa kikosi cha Young Africans aishii malalamiko, anasema Arusha, yesterday long trip arriving here. Jana tulisafiri safari ndefu na kufika hapa. Baada ya hapo tulifanya mazoezi ya kurekebisha hali ya wachezaji. Wengine tulifanya kikao cha mafunzo uwanjani. Kwa kweli wiki 3 ama 4 zilizopita zimekuwa kama hizi. Kesho tutacheza mechi yetu ya 7 ndani ya siku 21. Ni changamoto kubwa kwa sababu tunahitaji kuzingatia wachezaji wengi wanaofunga wakati wa Ramadhani. Mechi nyingine zinachezwa wakati wa mchana. Safari za mbali ndio. Tunapitia kipindi kigumu sana katika msimu huu. Lakini ukweli ni kwamba tumemaliza mechi yetu ya mwisho, kumaliza raundi ya kwanza ya ligi tukiwa wa kwanza. Hilo ni jambo la muhimu. Haimaanishi tunataka tuzo, bali inatupa uhakika wa kuangalia mbele. Na mustakabali unaanza kwenye mechi ya kesho dhidi ya Mtibwa. Kwangu mimi ilikuwa ni mechi yangu ya kwanza nikiwa na Yanga nyumbani kwenye uwanja wa KMC. Hii ni mechi maalum kwangu. Wakati nilipofika hatukuwa kwanza, tulikuwa nyuma kwa pointi 2 kutoka wapinzani wetu. Sasa tuko kileleni mwa ligi na kuanzia raundi ya pili kwa hakika ni jambo muhimu sana kwetu. Kesho tunataka kushinda tena kwa sababu kila wakati tunapigania pointi 3. Lakini jambo moja ambalo ni la kweli, tunapofika katika tarehe za FIFA ni muhimu sana kwetu. Hizi ni tarehe za FIFA zinazotupa nafasi ya kurudisha nguvu wachezaji wengine na kuangalia msimu huu wenye changamoto ambao ni mgumu kwa kila mmoja. Tunapitia hatua ya ujasiri na mtazamo chanya. Kesho tutaingia uwanjani tukipigania pointi 3 na kufika katika tarehe za FIFA tukiwa na hali bora zaidi kwa wachezaji wetu. Kuhusu ufanisi wetu, ni kweli hatuzingatii mara zote takwimu za mpira miguu uliopigwa, goli, mashambulizi, lakini tunahitaji kuzalisha zaidi. Tunacheza pia na timu zenye nguvu sana. Kama nilivyosema, dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, dhidi ya Singida, dhidi ya TRA. Ni timu nzuri sana. Hivyo tunachohitaji ni kuzidi kujitahidi na kuzalisha zaidi. Hata na hivyo ratiba ya mechi inaweza kutokuwa sawa na wapinzani wetu. Wakati tuna ratiba iliyo ngumu, tunapocheza chini ya saa 72 katika mechi inakuwa ni changamoto kubwa. Tulicheza dhidi ya Simba chini ya siku moja tu na mechi nyingine kati ya siku 2 ama 3. Ni tofauti kubwa. Hali kama hiyo pia inatokea dhidi ya Azam na dhidi ya TRA. Tunapaswa kuelewa changamoto hizi. Sote tunapaswa kuelewa. Hatuko mashujaa. Tunafanya tu uwezo wetu bora. Tukiangalia tarehe za FIFA, baadhi ya wachezaji wetu wanashiriki na timu ya taifa na wengine ni majeruhi kama Baka, Prince. Hivyo itakuwa ni ngumu sana kwao. Lakini wachezaji wengine tarehe za FIFA ni muhimu sana. Sasa kipaumbele chetu ni mechi ya kesho. Tunahitaji kuzalisha nafasi zaidi za goli kwa usahihi zaidi katika maandalizi ya mashambulizi. Katika mechi zilizopita mara nyingi tulikuwa tunakaribia eneo la hatari lakini mpira unatoka nje. Sio sisi tu. TRA walipokumbana na hali hiyo, kwani uwanja ulikuwa ni mgumu kucheza. Ligi hii ina mvuto mkubwa. Lazima tuendeleze hali ya viwanja. Utofauti kati ya viwanja bora na viwanja vingine ni mkubwa mno. Unaathiri kiwango cha mchezo. Kesho itakuwa ni mechi yetu ya 7 kati ya mechi 8 za ugenini. Baadhi yalikuwa chini ya hali ngumu sana. Labda mechi yetu bora ya ugenini ilikuwa ni dhidi ya Singida, kwa kuwa pia uwanja ulikuwa mzuri. Tunapaswa kuzingatia changamoto, majeruhi, uchovu, safari na hali ya kiwanja. Lakini kuendelea kuwa na mtazamo chanya, tuko kileleni mwa ligi, tuna imani tunaweza kuboresha utendaji wetu. Kesho ni changamoto yetu ya kuimarisha mchezo, kuzalisha nafasi zaidi na kuwa sahihi zaidi kwenye kumalizia nafasi. Ni kocha kikosi ya Young Africans, malalamiko yake hayaishi, lakini kesho Mtibwa wanamsubiri kumuonyesha kuwa na wao si wachovu.